Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ndugu yangu Paul Makonda, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Ikulu, Kazi Maalum, mzee wangu Profesa Palamagamba Kabudi, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu na wakurugenzi wote, habarini za mchana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mawaziri, hata sikuwa najua kama nitakuwa na hii nafasi ya kusema, lakini kichwani kwangu kilichokuwa kinanitembea ni kwamba nitasema kwa sentence mbili nikija. Ya kwanza itakuwa ni Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, asante sana. Sisi ambao ni wanafunzi wa ulimwengu na malimwengu yake tunajifunza kila siku uchao, na kila mtu kwetu ni mwalimu kwa namna moja ama nyingine, lakini ualimu wako ulikuwa wa aina ya kipekee kabisa. Na kusema kweli, nilikuwa nikitaka kujifunza jambo na nikataka kujifunza kutoka kwako, huwa natenga muda. Ni kwamba natakiwa kumsikiliza profesa na atanipa vitu vingi kuliko nilivyotarajia wakati nauliza jambo hilo. Umenisaidia sana kuhusiana na ufahamu wangu wa mambo mengi. Nakumbuka siku ya kwanza kabisa wakati na kuuliza, tulikuwa tunajadili pale kantini ya Bunge kuhusiana na mgogoro huu wa Kongo na Rwanda. Tulivyoondoka ukanitumia journals 9 ajili ya kujisomea. Kwa hiyo baada ya siku ile na mimi nikawa mtaalamu tayari. Na hiyo haikuwahi kubadilika. Mimi na wewe mpaka wiki iliyopita tu, Mheshimiwa Waziri, unakumbuka tulikuwa tunajadili masuala mengine yakiwemo ya Marekani na Venezuela kwa mfano. Na kila nikipata kitu nilikuwa nakutumia, unanifanyia tathmini yako, unanipa maelezo yako ya jinsi ambavyo unaliona, lakini nawe ukawa uko interested sasa ukilikutana nalo na mwenyewe unanitumia nione maono mengine. Kwa hivyo haukuwa uhusiano wa waziri na naibu waziri mkavu, ulikuwa na manufaa mengi hasa kwangu, na nikwambie kwamba nakushukuru sana mzee wangu. Ni imani yangu kwamba kuondoka kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo hakufanyi kutengeneze uwanda ambao utatukosesha mawasiliano na elimu ambayo tulikuwa tunaipata bila kuja darasani wengine. Naamini utaacha milango yako wazi na tuendelee kujifunza na kuchota kutoka kwako. Moja ambalo nilikuwa nimepanga na tulikubaliana, sasa sijui kama bado tutaweza kulifanya, ni kutengeneza podcast kwa ajili ya wewe kuelezea ufahamu wako kuhusiana na historia ya nchi yetu. Sasa sina hakika kwenye nafasi mpya kama bado utaweza kulifanya, lakini nikuombe uliangalie kwa namna chanya, kuona namna ambavyo utaweza kuliaccommodate jambo hili. Kufanya podcast, Mheshimiwa Waziri, kwa sasa ni kama kuandika vitabu katika muda mwingi uliopita. Yaani ni kwamba tu tumetafuta namna ya kuhifadhi yale ambayo watu wengine wanayafahamu, lakini kwa namna ya kisasa ambayo inawafikia watu wengi na kwa urahisi zaidi. Kwa hivyo lengo la podcast ambayo tulikuwa tumepanga kuifanya lilikuwa zuri, na wewe unafahamu, na hata baada ya kuondoka kwako na kwenda kumsaidia rais kwa ukaribu zaidi, hakufanyi lengo lile liwe limeondokewa na maana yake. Kwa hiyo ikikupendeza na kama nafasi itakuruhusu, na kuomba bado uliangalia jambo hile kwa uchanya wake, mimi na kina Rodney tutakuwa tayari kulitengenezea mazingira, tuone namna ambavyo tunaweza kulifanya kwa kushirikiana na wewe. Lingine ni la pili, nilisema mambo mawili. La kwanza lilikuwa hili, lakini la pili lilikuwa la kumkaribisha ndugu yangu Paul Christian Makonda kama waziri kwenye wizara hii ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Sikuwa nimehesabu siku,
vile vile mambo ya elimu ya Profesa Kabudi, kasema hapa alikuwa naibu waziri wake kwa siku 52. Sikuwahi kulifikiria limekaa hivi. Umepata faida mpaka mwisho huko. Kwa hivyo umekuwa wizarani hapa kwa siku 52, kwa hiyo huna ugeni. Watu wengi, sura nyingi hapa unazifahamu, majukumu mengi ya wizara tayari unayafahamu, na kwa ninavyokufahamu na ninavyofahamu utendaji na utekelezaji wako wa mipango ulionayo kichwani, naamini kuna kwenda kuwa na amsha ambayo haijawahi kutokea hapa. Kwa hiyo karibu sana, na sisi tuko tayari kupokea maagizo na maelekezo yako na kuyafanyia utekelezaji kama ambavyo utapanga mambo haya yawe. Ningenayo niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea wewe, lakini kwa kumpa nafasi Profesa Kabudi karibu naye pale, na kuendelea kutuamini sisi wengine tuendelee kumsaidia kazi kwenye nyanja hizi za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tuko tayari kwa kutoa ushirikiano na tuko tayari kufanya kazi ambayo Mheshimiwa Rais amekusudia tuje kuifanya hapa tulipo mpaka siku tutakapoondoka. Asanteni sana, Mungu awabariki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. ST Bongo, nyumbani kwanza.